Hawa watu wote mnawaona, mimi nikiweko, hawa wabunge wote wakiweko, hawa watu wote wako kwa cooperative na wako kwa sako. Mnanielewa? Hakuna mbunge ambaye sio memba wa bunge sako. Si mbunge anapata pesa nyingi, lakini yako kwa sako. Kwa sababu inafika mahali pengine kinaumana, lazima uende kutafuta mahali ya kukopa. Nyie mnanielewa? Mimi nikisimama hapa mbele yenu, mimi ni memba wa bunge sako, mimi ni memba wa parliamentary sako, mimi ni memba wa mwalimu sako kule Kericho, mimi ni memba wa Winners sako kule Embu, na leo kwa mapenzi ya Mungu nitakuwa memba ya Shirikiana sako hapa. Kwa sababu sako ni mahali muhimu sana. Hapo ni mahali Waswahili walisema hakiba haifanyi nini? Bwana. Pale unaweka akiba wakati mambo yako sawa, unaweka shilingi 20, 50, 100, 1000, 2000, kikiumana hapo mbele uko na mahali ya kwenda kutafuta usaidizi. Na sababu hiyo Kenya yetu hii, pesa ambazo ziko katika sako zetu na cooperative ni shilingi trilioni 1. Sio pesa kidogo. In fact, the sako movement in Kenya is the largest in Africa. Na ndio sababu tumejenga msingi sawasawa ya uchumi. Na ndio sababu vile vile niliwashawishi wale wa Kenya, sisi ambao tunafanya kazi kwa serikali na kwa sehemu zingine zote, ya kwamba pia kama taifa tuwe na savings. Na ndio sababu hiyo pesa ambayo tumesave pale kwa NSSF, tumekubaliana ya kwamba kila mfanyikazi atalipa 6% ya mshahara yake, na yule ambaye amemwajiri atamlipia 6%, na hiyo pesa yote 12% ni ya ule mfanyikazi. Kwa miaka miwili, nasema nikiwa hapa Kakamega, kwa miaka miwili pesa yetu ya NSSF ambayo ilikuwa bilioni 312 kwa miaka miwili imeongezeka, sasa ni bilioni 670. Kufikia mwaka ujao 2027 tutakuwa tumefikisha savings ya NSSF trilioni 1, vile pesa ya sako imefika trilioni 1. Hiyo ndio vile ya kujenga msingi wa maendeleo katika taifa. Ndio sababu mnaona nchi zingine wameweka hakiba. Juzi nilikuwa nchi ya Norway. Kwa miaka 30 wameweka hazina yao kutoka zero, sasa ni $2 trillion. Hivyo ndivyo nchi ambazo zinaelewa mahali wanapokwenda wanafanya. Na ndio sababu hiyo savings yetu pale kwa NSSF ni ya muhimu. Savings yetu hapa kwa Shirikiana ni ya muhimu hata zaidi. Na ndio nyinyi kama members, mimi nimekuja hapa kusudi moja, kuwaambia you have made the right decision. Na kumshukuru huyu ndugu yangu Mheshimiwa Oparanya kwa sababu ya kuamua kuhakikisha ama kuanzisha hii Shirikiana sako. Tuko na watu wengi, manabii wa uongo, matapeli, wakora. Wakiona jambo kama hili linafanyika wanasema hapana, hiyo haina maana. Mbona watu bure. Kila kitu kikubwa kinaanza mahala fulani.
Wale wa Norway walianza 30 years ago, today they have $2 trillion. Sisi tunaanza